Na mtazamaji, ni wasaa sasa kuangaza yale ambayo yamejiri kwa upande wa habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe, karibu. Na kabla ya kufahamu mengi ya kimichezo tuliyokuandalia kwa siku hii ya leo, kwa ufupi, AFCON 2025 inaendelea hivi sasa, ambapo timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wapo uwanjani muda huu katika dimba la Sportif Defense mjini Rabat, wakipepetana na timu ya taifa ya Nigeria, mechi ambayo imeanza majira ya saa 2:30 usiku huu. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limekipongeza chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA kwa hatua kubwa ya maendeleo na ushirikiano uliopo kutokana na kufanikisha kuondoa migogoro iliyopo baina yao. Mwanamichezo wetu Juma Mohamed anatujuza zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Pongezi hizo zimetolewa na makamu wa rais wa TFF Athmani Nyamlani wakati alipokuwa mgeni rasmi katika mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA uliofanyika Kijichi jijini Dar es Salaam, ukiwa na lengo la kujadili mapato na matumizi ya mwaka 2025 sambamba na kupanga mipango kwa ajili ya mwaka ujao, ambapo wamesema kuwa amani na mshikamano pamoja na ushirikiano ndio nguzo ya mafanikio ya soka hapa nchini. Hivyo alichokifanya mwenyekiti wa TEFA Ali Kamtande ni jambo bora la kuigwa kwa kuleta umoja kwa wanachama na vilabu huko Temeke. Mahala kwenye migogoro hakuwezi kuwa na maendeleo. Kwa hiyo umoja wao ni jambo zuri. Sasa wamekuwa kitu kimoja, wameungana na wanafanya mambo ya mpira, tumwapongeze. Kwa hiyo sisi hizi wilaya za Dar es Salaam zote ni muhimu sana katika kuzalisha watoto. Sisi kama TFF tunazo program za kuendeleza watoto, tunakusanya talents, tunavyo vituo vya Tanga na Kigamboni, lakini havitoshi. Ni lazima tupate na input kutoka katika wilaya zetu, na hasa katika wilaya ambazo za mkoa wa Dar es Salaam ambazo zina watoto wengi sana. Kwa sisi mambo yanayofanya Temeke tunasema ni mambo mazuri kwa maana ya maendeleo ya mpira. Sasa wanajiendeleza zaidi kwenye program za utawala, kwenye ukocha, kwenye medicine, na mambo yote haya yanasaidia katika uendelezaji wa mpira. Kwa upande wa mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam Lameck Nyambaya ameipongeza TEFA kwa weledi na ushirikiano uliopo baina yao, huku mwenyekiti wa TEFA Ali Kamtande akiweka wazi siri ya mafanikio yake na mipango ya kujenga uwanja mpya wa kisasa. Temeke napongeza siku leo kwenye mkutano mkuu. Kama nyinyi mmeshuhudia, mmekuja wote, tulikuwepo ndani, tumeanzisha mkutano mpaka mkutano umeisha. Na uzuri wa Temeke, wana miundombinu za kuweza kucheza ligi. Manake wana sehemu ya kuweza kuingiza mapato. Wana uwanja pale, wana maduka pale. Kwa hiyo nilikuwa naongea na mwenyekiti jinsi gani kutengeneza ule uwanja ili tuweze kucheza ta ligi. Majukumu niliyopewa kwa mujibu wa katiba, na mimi naona sasa yana unafuu mbele baada ya kupata umoja huu ambao umekuwepo. Tarehe 23 Disemba 2025, 23 Disemba 2026 Temeke watakuwa na uwanja wao. Fursa ambayo itabeba kila aina na kila rika, iwe academy kwa level yoyote ile, lakini watakuwa na uwanja wao. Kutoka Temeke jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, na hii ni Channel 10 Michezo. Mashindano ya kombe la shirikisho la michezo ya vyuo vya elimu ya juu Tanzania SHIMIVUTA yamefikia tamati huko mjini Tabora, huku chuo cha IAA kikiibuka mshindi wa jumla kati ya vyuo 16 vilivyoshiriki kwa mwaka 2025, yakiwa ni mashindano ya 50 tangu kuanzishwa kwake hapa nchini, ambapo msimu huu yamefanyika katika viwanja vya shule ya kongwe za sekondari Tabora wavulana na Tabora wasichana. Hata hivyo, kutokana na mazingira ya kuvutia kimichezo yaliyochangizwa zaidi na ubora wa viwanja vya michezo aina mbalimbali, mkutano mkuu wa SHIMIVUTA umeridhia mashindano hayo yatafanyika tena mkoani Tabora kitaifa msimu ujao 2026 panapo majaliwa. Mwanamchezo wetu Pendo Salu ana taarifa zaidi. Siku 10 tangu kuanza kwa mashindano hayo hatimaye yamefikia tamati. Akisoma taarifa ya kuhitimisha mashindano hayo, Rais wa Shirikisho la Michezo ya Vyuo vya Elimu ya Juu SHIMIVUTA, Sam Juhudi, amesema licha ya kuonesha ubora, lakini mashindano hayo yalikuwa yakikabiliwa na changamoto lukuki. Baadhi ya changamoto ambazo tunakutana nazo
Namba moja, baadhi ya vyuo wanachama kutoshiriki mashindano haya mfululizo. Hii inasababishwa na kiwango kikubwa cha uhaba wa rasilimali fedha kwa vyuo wanachama pamoja na mwitikio hafifu kwa baadhi ya wakuu wa vyuo. Tatu, upungufu wa rasilimali fedha za kuendesha mashindano yetu, jambo ambalo linasababishwa na kupanda na gharama za maisha. Katika hotuba yake, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, iliyosomwa na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Tabora Dr. John Pima, wakati akihitimisha mashindano hayo ya Shimivuta, akatoa ahadi ya kusapoti mashindano yajayo. Naomba nitoe wito kwa makampuni mbalimbali na watu binafsi wenye uwezo na mapenzi mema ya michezo kulitambua sasa shirikisho hili rasmi na kutoa misaada kadri inavyowezekana. Na kwa mwakani, mimi kama mkurugenzi wa manispaa nitakuwa mmojawapo ya wadhamini wa kwanza katika michezo yenu. Kwa tutadhamini michezo hii kama sehemu ya wadhamini watakaokuwa wanadhamini. Kwa maana kwamba tunatarajia mtakuja Tabora na sisi tutawashika mkono hata kama mtafanya sehemu nyingine. Tunataka tuonyeshe mfano, tuanze. Nimeshiriki handball, nimecheza basket. Yote hiyo ni michezo ambayo nimeshiriki. Nimemudu kushiriki michezo hiyo kwa kujitoa. Kikubwa zaidi nilichokuwa nacho ni uvumilivu. Hatimaye mkutano mkuu umepiga kura tena mashindano ya Shimivuta ya mwaka 2026 ambayo yatakuwa ni mashindano ya 50 yatarejea mkoani Tabora kwa mara nyingine kuanzia mwezi Disemba mwakani inshallah 2026. Kutoka Tabora ni mwanamichezo wako Pendo Salu, Channel 10. Asante Pendo Salu kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Tabora. Kwingineko, chama cha mpira wa miguu wilaya ya Geita GETFA kimeahidi kushirikiana na serikali kutafuta ufumbuzi wa changamoto ya miundombinu ya viwanja vya michezo ambavyo vimekuwa ni kikwazo kikubwa katika uendeshaji wa mashindano ya soka wilayani humo. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Mrisho Sadiki kutoka Geita. Akizungumza mara baada ya kukamilika kwa ligi ya wilaya Geita, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya Geita GEDIFA Ali Twister amesema haikuwa kazi rahisi kufanikisha mashindano hayo kutokana na hali ya viwanja kuwa duni. Hata hivyo, chama kimefanikiwa kuendesha ligi hiyo kwa mfumo wa kisasa bila kuwepo kwa mchezo wowote uliokwama. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo sisi kwetu tunaona imetukabili zaidi ni viwanja. Kwa hiyo tulitamani tuwe na viwanja vizuri, lakini tunaenda taratibu kwa kushirikisha serikali na kuweza kuona kama haya maeneo tunaweza boresha zaidi ili hawa vijana wakapata nafasi ya kuonyesha vipaji vyao kwenye mazingira yaliyo salama na rafiki. Katika fainali hiyo, timu ya Mgusu Gold FC imetoa ubingwa wa ligi ya wilaya Geita baada ya kuifunga Abajaro FC kwa mikwaju ya penalti 4-2 kufuatia mchezo wa fainali kumalizika kwa sare bila kufungana. Mchezo huo umechezwa katika uwanja wa shule ya sekondari Kalangalala, manispaa ya Geita. Kaimu katibu wa GEDIFA Shafi Mwenyimvua amesema ligi hiyo ilianza rasmi Oktoba 12 ikishirikisha timu 13 zilizogawanywa kwenye makundi matatu kwenye vituo vya Nyarugusu, VTC na Jaspers, na kwamba hadi ligi hiyo inafikia tamati jumla ya michezo 28 imechezwa na magoli 64 yamefungwa, hali iliyoonyesha ushindani mkubwa na kiwango kizuri cha ligi hiyo. Haijawahi kutokea mechi imeahirisha kwa sababu ya timu kutofika kwenye kituo. Kwa maana ya kwamba chama kwa kusaidizana na wahisani wadhamini wetu kilizisaidia timu nauli ambazo zinatoka hapa mjini kwenda kwenye kituo cha Nyarugusu kwa ajili ya kusaidia katika upande wa swala zima la nauli. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Na timu ya Tanzania ya mchezo wa Zukanek imeonyesha umahiri wa mchezo huo wakati wa michuano ya 5 ya dunia ya Zukanek inayoendelea huko mjini New Delhi nchini India, tukio lililovutia mashabiki na washiriki kutoka mataifa mbalimbali. Na kwa kuonyesha umahiri, nidhamu, hali ya juu ya mshikamano, timu hiyo chini ya kocha kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ndugu Saida Mustafa Mosav, ambaye anasimamia mazoezi ya kiufundi, mbinu na maandalizi ya kimwili kwa wachezaji, imewakilisha vyema utamaduni na vipaji vya Tanzania, hali iliyowezesha kupata pongezi kutoka kwa waandaaji wa michuano hiyo pamoja na watazamaji. Ushiriki wa Tanzania unaakisi ukuaji wa mchezo wa Zukanek nchini na jitihada zinazoendelea za kukuza katika ngazi ya kimataifa.
Michuano hiyo imekutanisha wanamichezo na vikundi vya burudani kutoka sehemu mbalimbali za dunia, ikiwa ni jukwaa muhimu la kubadilishana uzoefu, kuimarisha urafiki wa kimataifa na kuendeleza michezo ya asili. Namna taarifa hiyo ndivyo ambavyo inahitimisha habari za michezo kitaifa. Tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Kunako medani za kimataifa, klabu ya Napoli imefanikiwa kutoa taji la Supercoppa Italiana baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya mabingwa wa Coppa Italia, klabu ya Bologna, katika mchezo wa fainali uliokuwa na ushindani mkubwa. Napoli ilionyesha kiwango bora cha mchezo, ikitawala sehemu kubwa ya mechi na kutumia vizuri nafasi ilizopata, hali iliyoipa ushindi wa mabao 2 ambayo yote yaliwekwa kimiani na nyota wa Kibrazil David Neres, aliyeibuka kuwa nyota wa mchezo na hatimaye kulinyakua taji hilo muhimu. Ushindi huo unaipa klabu hiyo heshima kubwa kwa kutoa taji lao la 3 la Super Cup baada ya mwaka 1990 na ule wa mwaka 2014, na kuongeza ari katika msimu unaoendelea wa mashindano, huku wakipambana kutetea taji lao la ligi kuu ya soka nchini Italia. Hata hivyo, kocha wa Napoli Antonio aliwapongeza wachezaji wake kwa nidhamu, mshikamano na kujituma. Kutoa taji la Supercoppa Italiana kunamfanya kocha Antonio atimize taji lake la 3 la mashindano hayo baada ya kulitoa mara 2 akiwa na Juventus, kabla ya jana kuongeza idadi na kuendelea kujipambanua kama moja ya makocha bora barani Ulaya. Kwenye ligi ya mpira wa kikapu nchini Marekani maarufu NBA, nyota wa timu ya Los Angeles Lakers Luka Doncic anatazamiwa kukosa mchezo dhidi ya Phoenix Suns kutokana na jeraha alilolipata hivi karibuni. Doncic aliondoka uwanjani mapema katika mchezo dhidi ya Los Angeles Clippers baada ya kuumia sehemu ya mguu wa kushoto, hali iliyomfanya akose michezo kadhaa ikiwemo ile dhidi ya Suns leo. Mimi ni winga teleza Witness Ngalawa. Teleza Witness Ngalawa ametamatika kwenye habari za michezo kimataifa, na ndivyo ambavyo anatutamatishia habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Nikurejeshe kwake kwa Salma Shabani kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kwetu nzima. Mimi ni Esther Mtembe.